Shalom shalom matajiri wa pai. Mimi ni rafiki yenu, ndugu yenu, pioneer mwenzenu Prophet Abraham Laizer, God's Kingdom Ambassador. Nikiwasalimu kwa salamu za upendo, salamu za amani, salamu za kitajiri, salamu za pai popote pale mlipo ndani na nje ya Tanzania. Na ndugu zangu, nianze kwa kuwashukuru sana kwa mrejesho na salamu za upendo ninazozipokea kutoka kwenu mnaobarikiwa na makala zangu. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 5 2025, 2nd of May 2025, na kuna jambo limenitoa machimboni huko ambako nilikuwa nikijiandaa kwa ajili ya kuwaleteeni makala zingine. Nilikuwa nikijaribu kufuatilia na kutafiti kwa ukaribu kuhusu masuala mawili muhimu sana kwenye mradi wetu wa pai. Lakini makala ya jana tarehe 1 Mei 2025 ya Grand Ambassador wa GCV Madam Doris Yin imeniibua kutoka huko nilikokuwa, na sasa naona kuna umuhimu wa kuijadili hiyo kwanza kabla hatujaenda kwenye mada zingine. Matajiri ile topic ya namba 93 ambayo Grand Ambassador amekuja nayo tarehe 1 Mei 2025 ni topic ya kichokozi. Nataka kusema jambo kwa lugha ya watoto wa mjini. Madam Doris Yin amerusha ndoano, na ameirusha ndoano yenye chambo. Iko tayari kumtega mtu, na mara hii au safari hii anamtega kambale mkubwa kabisa katika ziwa kuliko samaki wengine. Ndugu zangu, Madam Doris Yin amerusha ndoano na inamuinda kambale mkubwa kabisa katika ziwa. Makala yake yenye kichwa kinachosema which cryptocurrency can be a stable coin inalenga kumtega rais wa Marekani Donald Trump na kumshawishi asapoti mradi wa pai. Nataka nitumie muda kiasi kuijadili hii makala yake. Sitaweza kuitafsiri sentensi kwa sentensi, lakini nitaisoma halafu nitaweka uchambuzi wangu humo katikati wakati nitakapokuwa naendelea kusoma. Ninaamini wengi wetu tumepata fursa ya kuisoma hii makala kwa sababu imezunguka katika magrupu na imezunguka ikiwa imetafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo najua wengi inawezekana tumepata fursa ya kuipitia kwa haraka. Hata hivyo ninakiri, hii makala kuielewa haihitaji tu kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Inahitaji kuchambuliwa, inahitaji uchambuzi, ndipo mtu ataweza kuielewa. Na makala hii niseme ni moja kati ya makala chache sana za Madam Doris Yin inayobeba takwimu na taarifa nyeti za kiuchumi ambazo zinahitaji jicho la kiuchumi kuielewa. Tofauti na hapo, unaweza kujikuta unaisoma tu kama makala ya kawaida au kama gazeti bila kuelewa vizuri uzito wa yale yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo nitakupeleka hatua kwa hatua, tutaichambua. Tusiwe na haraka sana, tuende taratibu. Nitajaribu kutumia lugha nyepesi ambayo kila mmoja wetu, kila pioneer, maadamu Kiswahili unakielewa, utaielewa hii makala vizuri sana. Sawa, basi tutaanza. Of course kuna maeneo nitayaruka, kuna aya nitaziruka, lakini maeneo mengi nitajaribu kusoma alafu nitapause, alafu nitajaribu kuweka uchambuzi humo katikati. Nianze kwa aya ya kwanza, na nitakapokuwa namaliza pale mwishoni, basi nitaweka ushauri wa kile ninachokiona mimi kwamba sisi kama pioneers tunahitaji kufanya nini kutokana na makala hii ya Madam Doris Yin. Anasema, the current global situation is extremely critical. Most countries
have been affected by the US President Mr. Trump's increased tariffs. And there is a high possibility of transitioning from tariffs war to currency war. If this issue remains unresolved, we could even face the risk of military conflict. Anachokizungumza ni hali ya sasa ya dunia, nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanya biashara na taifa la Marekani. Hasa nafikiri Uchina, Asia na nchi zingine nyingi tu ambazo zimekuwa zikipeleka bidhaa. Wafanyabiashara wao wamekuwa wakiwinda lile soko la Marekani kwa maana ya ile population, ule wingi wa watu wa Marekani, na kupeleka bidhaa zao kule. Mheshimiwa Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni, kwa wanaofuatilia, ameweka kodi kubwa sana kwa importations zilizokuwa zinapelekwa Marekani. Ameongeza sana masuala ya kodi, na inaonekana kama anawinda, kuna baadhi ya huduma au bidhaa anawinda kuzizuia zisiingie katika taifa la Marekani. Sasa Madam Doris anaiangalia hiyo hali, alafu anasema mataifa mengi yameathirika na uamuzi huo wa Rais Trump, na anatoa angalizo kwamba kama yasipoangaliwa vizuri na kutatuliwa, imegeuka kuwa kama ni kodi, ni vita ya ushuru. Vita ya ushuru kati ya nchi hii ya Marekani na nchi zingine, ni vita ya ushuru. Lakini anasema isipoangaliwa vizuri itageuka, itakuwa ni vita ya currency. Unajua vita ya currency manake sasa hivi unaona vile ambavyo dola ya Marekani inatumika duniani kote. Niseme asilimia zaidi ya 70 au 80 wanaotaka kufanya importation, exportation, wengi na hata reserve za mabenki mengi ya nchi mbalimbali pamoja na ya kwetu ya BOT wanakuwa na reserve ya dola za Marekani. Ni kwa nini? Ni kwa sababu fedha ya Marekani imepata kibali, imekuwa na nguvu kubwa duniani, na imekuwa kama a stable currency ambayo inatumika kufanya miamala ya hizi fiat currency zingine. Sasa anachotuonya ni kwamba isipoangaliwa vizuri itageuka kuwa sasa vita ya currency, kwa maana kwamba na mataifa mengine wataanza kuichukia ile currency ya Marekani, ile dola ya Marekani, na kuanza kuipiga vita. Na anasema inaweza hata ikaenda mbali zaidi, ikaanza kuleta migogoro ya kijeshi. Sawa, hilo sitalizungumza kwa undani sana, lakini aya ya pili anasema June, kwa maana ya mwezi wa 6 huu, kesho kutwa, June marks the maturity of the 6.5 trillion national debt of the United States. The US is exploring ways to manage this substantial national debt through cryptocurrencies. Introduced on February 4, 2025, the Genius Act aims to provide much needed regulatory clarity for the stablecoin issuers and investors. Anasema sasa hivi Marekani wana deni ambalo linakaribia kuiva, deni ambalo nitalizungumzia hili kwa undani kidogo, la trilioni 6.5 dola, na hili linaiva mwezi wa 6. Ni mwezi mmoja tu kutokea sasa. Halafu anasema taifa la Marekani, kwa maana ya Treasury Department, wizara ya fedha ya Marekani, inajitahidi au imeanza kufikiri namna ya kulitatua hilo tatizo la kulipa hilo deni la mwezi mmoja baadaye kwa kutumia cryptocurrencies, na si cryptocurrencies zozote, hapana, kwa kutumia stable coin. Na anathibitisha hilo kwa kusema hivi majuzi tarehe 4 ya mwezi wa pili, actually kuna sheria iliyoanzishwa ambayo inaendelea kujadiliwa Marekani, na inaitwa Genius Act, ambayo lengo lake ilikuwa ni kutengeneza mifumo ya kisheria ya kusimamia na kuendesha masuala ya cryptocurrencies na especially stable coins. Anasema stable coins
cryptocurrencies tokens pegged to a value of traditional fiat currencies like the US dollar are already widely used in both the cryptocurrency economy and the traditional financial markets. However, despite their increasing adoption, stablecoins exist within a vague regulatory environment, causing uncertainty for businesses and consumers alike. Ni ukweli usiopingika kwamba ingawa kumekuwa na upungufu wa sheria na kanuni zinazoratibu hilo eneo la stablecoins au cryptocurrencies kwa ujumla, lakini hiyo haijazuia kumekuwepo na mwamko mkubwa na mapokeo makubwa sana ya watumiaji. Watu wamekuwa wakitumia hizi cryptocurrencies sana kufanya malipo kwenye biashara zao, kwenye shughuli zao, na anasema kwenye masoko ya cryptocurrencies kwa maana ya sarafu fiche mitandaoni na hata kwenye masoko ya kawaida kabisa. Sasa naomba kwa hatua hii nijadili kidogo hilo swala la deni la Marekani. Twende ili uweze kuelewa kinachozungumzwa hapa na Madam Doris, ni vizuri tuingie deep kidogo, tulijadili hili deni la Marekani. Deni la taifa kwa kawaida ni kitu gani? Iko hivi, katika mifumo ya uendeshaji wa serikali, katika taratibu za namna ya kuendesha serikali zozote, bajeti za serikali huwa ni fiscal, huwa ni bajeti zinazopangwa kwa matarajio ya makusanyo ya kodi na mapato mengine. Kwa hiyo serikali inapanga matumizi yake kwamba mwaka huu wa fedha tutatumia kiasi hiki na hiki na hiki, na kwa hiyo tunatarajia kupata kiasi hiki kutoka vyanzo hivi vya makusanyo ya kodi na wafadhili na njia zingine. Sasa huwa inatokea baada ya serikali kupitisha ile bajeti bungeni, inaanza kuitumia, inaanza kuimplement. Kwa hiyo inaanza makusanyo rasmi ya kodi ya mwaka huo. Inaanza kukusanya kodi kutoka kwa wananchi wake, biashara zilizomo, mizunguko yote ya fedha katika nchi inakusanya kodi. Na zile kodi zinapopatikana zinapelekwa moja kwa moja katika yale yaliyobajetiwa kwamba mwaka huo matumizi yatakuwa ni eneo gani na eneo gani. Kwa taifa kama Marekani, chanzo kikubwa cha serikali, cha mapato ya serikali huwa ni kodi. Kwa hiyo sasa serikali inapoanza yale matumizi, kuna wakati serikali inaona matumizi yanaenda ni makubwa. Inaona matumizi yake ni makubwa kuliko kiasi ambacho kimesha kusanywa. Lakini kwa sababu serikali ina uhakika itakusanya kiasi cha mapato kiasi fulani kwenye kodi, inaamua kukopa. Na mikopo hii ambayo mara nyingi serikali inaitafuta kwa matumaini kwamba tutakusanya hivi karibuni, inakuwa ni mikopo ya muda mfupi. Sasa hii mikopo ya serikali huwa inatoka wapi? Mara nyingi mikopo ya aina hii inatoka kwa raia wake. Inawakopa raia wake kwa sababu kuna kuwepo na uwezekano wa serikali kuwarudishia kwa faida. Inawakopa na inawapa mikataba kwamba ukileta shilingi 90 kwenye mfuko wa serikali, hazina ya serikali, tutakurudishia shilingi 100 labda baada ya miezi kadhaa. Kwa hiyo wanaingia mkataba. Ile mikataba mara nyingi huwa tunaiita treasury bonds au bills. Ndio unavyosikia wanatoa treasury bonds au treasury bills, wanazitoa, watu wanaenda wanazinunua. Ni serikali inakopa fedha kutoka kwa wananchi wake. Ni kwamba serikali inahitaji fedha kwa ajili ya miradi, kwa ajili ya shughuli, kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya mambo mbalimbali. Lakini ukusanyaji unaenda taratibu, lakini shughuli zinatakiwa zifanyike sasa hivi. Kwa hiyo inaamua kutoa promissory notes, inaamua kutoa notes, kutoa dhamana kwamba kama kuna
mwananchi ana fedha ailete serikalini tuzitumie, halafu sisi tutakuja kumrudishia baadaye ikiwa na faida. Kwa hiyo hii inakuwa ni mikopo ambayo ina muda maalum. Unapoikusanya kutoka kwa raia wako, ikifika ule muda, kama ulikubali kuwarudishia ndani ya siku 90 au ndani ya siku 180 kwa maana ya miezi 6 au siku 365 kwa maana ya mwaka mmoja, basi inabidi uwarudishie kwa muda ule ule. Hii ni mikopo ambayo inaiva ndani ya muda fulani. Bila shaka tunaenda pamoja mpaka hapo. Sasa anachotuambia Madam Dorris ni kwamba serikali ya Marekani ina madeni au ina mikopo ambayo inaiva, inakomaa mwezi huu wa sita, yani mwezi mmoja kutoka sasa. Mikopo ambayo thamani yake ni trilioni 6.5 dola za Marekani. Ili uelewe ukubwa wa hili jambo, ngoja tuzungumze kwa kutoa mifano ili uweze kuelewa. By the way, kabla sijaenda kwenye mfano, unafahamu kwamba Marekani ni moja ya mataifa yenye madeni makubwa zaidi duniani kuliko mataifa mengine. Namaanisha taifa la Marekani linadaiwa kuliko mataifa mengine yanavyodaiwa. Yaani unavyoliona lile taifa lina nguvu ya kiuchumi, linaonekana lina uchumi mkubwa, lakini lina madeni makubwa kuliko mataifa mengi unayoyaona duniani. Linadaiwa sana. Deni la taifa la Marekani kwa sasa hivi tunapozungumza leo tunapozungumza sasa hivi, deni la taifa la Marekani, kama unavyosikia hapa Tanzania tunasema deni la taifa ni trilioni 90 ngapi, 98 sasa. Tunaenda 100 na kitu. Sasa hizo data zangu sina hakika nazo, kama ni the last time I checked, mara ya mwisho nilivyoangalia, nafikiri niko outdated, niko nyuma, nimeachwa kidogo, lakini ni zaidi ya 98 sasa hivi trilioni za Kitanzania, deni la taifa. Unaposikia deni la taifa, maana yake ni mkusanyiko wa hii mikopo ninayokueleza. Kuna mikopo ambayo taifa huwa au serikali huwa inakopa kwa raia wake kutoka ndani. Kwa hiyo mifumo niliyokueleza, inakopa kutoka ndani ya nchi kwa kuambia raia wakusanye hela zao, alafu itawalipa baadaye kwa riba. Hiyo ni mikopo ya serikali na wakopa raia wake. Lakini kuna mikopo mingine serikali inakopa kutoka nje ya taifa, nje ya nchi. Kama nchi yetu hii ya Tanzania, tuna mikopo tunakopa kutoka kwenye mataifa mbalimbali, taasisi za kifedha za dunia, tunakopa huko. Kwa hiyo ukijumlisha yote ile mikopo kwa pamoja, tunasema ni deni la taifa. Lakini deni la taifa mara nyingi linakuwa ni mkusanyiko wa madeni ya miaka mingi, sio mwaka mmoja. Na unapokopa, kuna wakati unapewa mkopo wa muda mrefu na wakati mwingine unapewa mkopo wa muda mfupi. Kwa hiyo ile mikopo ya muda mrefu inaendelea kusubiri baadaye mtakapokuwa na uwezo wa kuilipa, na pengine hata wakati bado uwezo wa kulipa mjaupata, mna urenew, manake mna refinance, mna urenew, mnakopa tena sehemu nyingine, mnaweka hapo, deni linazidi kuongezeka. Ndicho kinachotokea Tanzania mara nyingi. Sasa wakati sisi tunazungumza Tanzania, deni letu ni kama trilioni 100 na kitu hapo. In fact, in terms of dollars, deni letu ni bilioni 45. Bilioni 45 dola za Marekani. Bilioni 45 dola za Marekani ndio deni letu la taifa. Hata trilioni 1 ya Marekani hatujafika kwenye deni la taifa. Sasa twende nikupe picha, taswira ya taifa la Marekani. Taifa la Marekani lenye wingi wa watu kama milioni 340 na kitu, milioni 347 nafikiri mwaka huu, milioni 347 mwaka huu. Deni la taifa la Marekani kiujumla, ambalo limeanza kujikusanya tokea mwanzo miaka ile ya 1790, 1800, limejikusanya mpaka leo, linakwenda kidogo kidogo, linalipwa, wanakopa, linalipwa, kadri linavyoendelea. Wakati ule lilianza kidogo, limejikusanya. Leo tunapozungumza, deni la taifa la Marekani ni dola za Marekani trilioni 36. Trilioni 36. Hilo ni deni la taifa, trilioni 36.
Sasa hizo trilioni, ili uweze kuelewa GDP ya taifa la Marekani, yani bidhaa zinazozalishwa ndani ya taifa la Marekani, huduma zinazozalishwa kwa mwaka mmoja, jumlisha vyote, kila kitu, pato la taifa, bidhaa zinazozalishwa, pato la taifa kwa ujumla kwa mwaka mzima ni trilioni 30 za Marekani. Kwa unaposikia deni la taifa ni trilioni 36, maanake deni la taifa ni kubwa kuliko pato la taifa. Marekani inadaiwa kweli kweli. Unajua, unapozungumza trilioni 36, ukileta kwa mfumo wa hela zetu za Tanzania, zidisha mara 2,000 labda na 500, ndipo utakapoelewa. Unazungumza zaidi ya quadrillion 80, quadrillion sio trilioni, shilingi za Kitanzania quadrillion. Bajeti yetu quadrillion zaidi ya 80. Hapo unazungumzia deni la taifa. Sasa hizo trilioni 36 ambazo taifa la Marekani linadaiwa, baadhi zinatokana na deni la ndani na zingine ni deni la nje, lakini kuna mikopo ya muda mrefu na ya muda mfupi. Sasa kwa taarifa rasmi za idara ya fedha ya Marekani, Treasury Department ya Marekani, tokea ile Januari ya mwaka huu mpaka Disemba, hii miezi 12, walikuwa wanakadiria kwamba 33% ya lile deni la taifa, 33% ya lile deni la taifa, nimekuambia ni trilioni 36 za Marekani. Sasa asilimia zake 33 ni deni ambalo linaiva ndani ya mwaka mmoja, yaani ni deni ambalo linatakiwa lilipwe ndani ya mwaka mmoja. Sasa taifa la Marekani lina utaratibu wake. Of course haimaanishi hilo deni lote linalolipwa ndani ya mwaka mmoja ni kwamba inabidi mchukue kodi mkalilipe, hapana. Wanafanya kitu kinaitwa refinancing, yaani unaangalia lile deni linaloiva sasa hivi, unatafuta tena fursa ya kukopa hela zitakazolipwa baadaye ili ulipe ile deni la sasa hivi. Unaahirisha deni. Ni mojawapo ya mbinu za kuiwezesha serikali kuendelea na shughuli zake. 33% ya trilioni 36 ni ngapi? Ni wastani wa trilioni 12. Kwa hiyo dola trilioni 12 zilitakiwa kulipwa na serikali ya Donald Trump toka alipoingia madarakani mpaka mwezi wa 12 mwaka huu. Yaani ndani ya miezi 12 anatakiwa kulipa deni la taifa trilioni 12 kwa wastani. Sasa ukiendelea kwenye takwimu za State Department of Treasury, ukiendelea kwenye takwimu za Wizara ya Fedha, unagundua kwamba deni analotakiwa kulilipa ndani ya miezi 6, yani kuanzia ile Januari ilipoanza, in fact hatuzungumzii Januari, tunazungumzia ile fiscal year, mwaka wa fedha, lakini mpaka mwezi huu wa 6 wanalo deni ambalo linatakiwa lilipwe la trilioni 6, nusu ya zile trilioni 12, nusu yake, yani trilioni 6 zinatakiwa zilipwe ndani ya mwezi wa 6. Yani mwezi wa 6 usivuke, lazima alipe. Kwa hiyo nimejaribu kutumia muda kufafanua hii ili uione kwa nini Madam Dorothy ameamua kutumia kama a crisis. Anasema ni crisis. Rais wa Marekani sasa hivi halali, hali chakula vizuri, mawazo yanamruka huku na huku, anawaza kwa sababu taifa la Marekani huwa halifanyi default, huwa halidefault. Ukiona serikali inatakiwa kuwalipa wadeni wake alafu ina default, inaelekea kwenye failure of state. Kushindwa kwa serikali, na ni anguko la serikali, ni failure. Sasa taifa la Marekani halina historia hiyo, kwa hiyo lazima alipe hilo deni. Sasa hilo deni la trilioni 6.5 dola za Marekani ni fedha nyingi sana. Of course kwa Marekani unaweza ukasema sio nyingi ukilinganisha na Tanzania, lakini ili uweze kuelewa wingi wa hizo fedha, ngoja tuzilete kwenye fedha za Tanzania ili uweze kuelewa. Sawa sawa, Okay. Deni la taifa kwa sasa hivi kwa Tanzania
ni bilioni 45 dola za Marekani. Bilioni 45 dola za Marekani. Hiyo ni deni la taifa kwa sasa hivi. Bilioni 45 dola za Marekani. Deni la taifa la Tanzania namaanisha bilioni 45 dola za Marekani. Sasa hebu zilinganishe na lile deni la trilioni 6 ambalo Trump anatakiwa. Na hili deni la taifa la bilioni 45 dola tunazotakiwa tuzilipe kama taifa la Tanzania kwa wadeni wanaotudai, umesikia wanasiasa wakilipigia kelele kila siku, hasa wanasiasa wa upinzani. Na sio wa upinzani tu, watu wote ambao wanafuatilia masuala ya nchi yetu wamepiga kelele sana kwamba tumekopa pesa nyingi sana na tunachokifanyia hakionekani. Deni la taifa linakuwa kwa kasi kila siku. Watu wengi wamepigia kelele deni la taifa la nchi yetu, si ndio ndugu zangu? Sasa nataka uchukue hizo kelele zilizopigwa kwa ajili ya dola bilioni 45 tunazodaiwa kama nchi, ujaribu tu kidogo kuzioanisha na deni ambalo Trump anatakiwa alilipe ndani ya mwezi mmoja kutoka, ndio utaelewa mzigo alionao mabegani mwake yule mheshimiwa. Trump anadaiwa, au serikali yake inadaiwa trilioni 6.5 dola za Marekani. Tanzania tunadaiwa dola bilioni 45, na sio kulipa leo, sio kulipa kesho. Hilo ni deni linaloendelea kusogezwa mbele wakati wote, sio linaloiva kesho. Hizo za Marekani trilioni 6 zinaiva mwezi wa 6, manake hana namna ya kuziahirisha, lazima azilipe. Hilo deni la taifa la kwetu dola 45 bilioni linaingia, sikiliza vizuri, linaingia kwenye lile deni ambalo Trump anatakiwa kulilipa mwezi huu wa 6. Linaingia mara ngapi? Chukua trilioni 6.5 gawanya kwa bilioni 45, linaingia kwa mara 144 au 45. Chukulia wastani tu haraka kurahisisha mahesabu, mara 150. Yani hicho tunachokipigia kelele Tanzania kwamba tumekuwa na deni la taifa kubwa sana. Of course kuna haki ya kupiga kelele kwa sababu pato la taifa letu, GDP ya taifa letu wala haikaribiani na ya Marekani. Lakini niseme tu ukubwa wa hili deni tunalolizungumza leo, wingi wa hizo fedha, zichukue hizo mara 10, zichukue mara 100, alafu ongeza nusu yake mara 150. Hizo dola bilioni 45 mara 150, ndio upate hizo trilioni 6.5 anazotakiwa kuzilipa Trump ndani ya mwezi mmoja kutoka sasa. Unaweza ukaelewa kwa nini Madam Dorothy ameamua kufafanua hili kwamba ni crisis ambayo taifa la Marekani inayo. Sasa nimesema Madam Dorothy amerusha ndoano, na hiyo ndoano iko na chambo, iko tayari kunasa kambale mkubwa. Kwa nini? Anapendekeza kwenye makala yake hii kwamba inaonekana kwa ufuatiliaji wa State Department of Treasury ya Marekani, amechunguza, amefuatilia, amesoma, amegundua kwamba taifa la Marekani linatafuta mbinu au namna, au linajaribu kufikiri namna ya kulilipa hilo deni kwa kutumia cryptocurrencies. Ndugu zangu, hili swala la masuala ya sarafu fiche ni real, ni swala halisi. Watu wengi wanaishi kwenye ndoto sana ukizungumza cryptocurrency, lakini ni swala halisi. Imefika mahali serikali inataka kutumia fursa iliyomo kwenye cryptocurrencies kulipa deni la taifa kwa taifa la Marekani. Na haya sio maoni ya Madam Dorothy. Anazungumza taarifa zilizomo ndani ya State Department kwamba wanatafuta mpango wa kulipa deni la taifa kwa kutumia cryptocurrencies. Kwa hiyo wameanza kuzungumza na wataalamu wa cryptocurrencies wa Marekani kuona ni kwa namna gani taifa linaweza kuraise fedha, wa raise fedha kama wataalamu ili waisaidie State Department kulipa deni. Kwa hiyo sasa hivi vichwa vinawaka, vinagonga vikifikiri namna ya kutumia cryptocurrencies kuraise fedha kwa ajili ya kulipa deni. Sasa tutajadili kulingana na makala ya Madam Dorothy, tuone huo uwezekano upo au haupo.
Wengi wetu tunaofuatilia haya masuala tunafahamu hivi karibuni kumekuwa na jitihada nyingi, pamoja na hiyo sheria iliyotungwa ambayo iko kwenye pipeline sasa hivi, the Genius Act ya 2025 Marekani, ambayo tayari imeshapigiwa kura actually. Nimeona zile kura zilizopigwa na ma senators actually, na kuna nia na dhamira ya dhati ya serikali ya Marekani ni kurasimisha matumizi ya cryptocurrencies katika mifumo ya serikali, katika mifumo ya kibenki ya serikali na hazina, ili waanze kutengeneza reserve. Tukisema reserve tunamaanisha hazina. Lengo ni kutengeneza reserve kwenye state reserve, federal state reserve, federal state reserve, watengeneze reserve ya cryptocurrencies, kama ambavyo unaona mabenki yetu yanaweka reserve ya gold, reserve ya dhahabu, wanahifadhi kuwa ni reserve kwenye benki kuu. Wanataka sasa kuwe na reserve ya cryptocurrency ili itumike kwa ajili ya kuendeshea uchumi wa nchi. Sasa kwa taifa la Marekani, wote tumeshuhudia hivi karibuni kumekuwa na jitihada za makusudi za kiserikali, na tunafahamu yanayoendelea. Hayo tutakuja kuyajadili kwa undani wakati mwingine, lakini tu tuseme kwamba hizo juhudi zimeanza mapema, ikiwemo kutengeneza sheria, kutengeneza kanuni, kurasimisha mifumo ya kibenki katika matumizi ya cryptocurrencies, na hizo juhudi zimefika hatua nzuri sana sasa hivi. Sasa ninachokiona kwenye makala hii ya Madam Doris In, anaingiza hizo jitihada za Marekani tunazoziona wote, alafu anatuambia ni kwa nini wanafanya hivyo kwa haraka haraka. Wanafanya ili ikiwezekana iwasaidie kulipa hili deni la kesho kutwa mwezi wa 6. Sasa je, watafanikiwa? Anasema recently Dr. Zeng Liang Guo, a political scientist with a PhD from Yale University and originally from Taiwan, China, pointed out that Bitcoin's market capitalization is only 1 trillion and that it is unstable. In comparison, the combined market cap of USDC and USDT is merely 230 billion. None of these cryptocurrencies can adequately meet the needs posed by the US national debt. Huyu daktari Zeng Liang Guo ambaye ni mwanasayansi wa siasa mwenye PhD, daktari huyu Zeng Liang Guo mwenye PhD kutoka Yale University. Yale University ni chuo kikuu maarufu sana, kikuu cha Marekani. Anasema, na anatoka China. Anasema hivi karibuni amezungumza akasema hii Bitcoin hata Marekani wakitaka kuitumia kwa ajili ya kuwa na hiyo reserve ya kutosha, hata hivyo market cap yake haizidi trilioni 1. Of course nitaizungumzia dakika chache ili uone undani wake. Na anasema hizi zingine USDC na USDT hazizidi hata bilioni 230. Kwa hiyo haiwezi kuwasaidia. Anaendelea Madam Doris, anasema if Pi does not evolve into a stable coin by June. Angalieni jinsi anavyomrushia ndoano Donald Trump. Anasema if Pi, kama Pi isipothibitishwa ikawa stable coin by June, mpaka ifikapo June mwaka huu, it is unlikely that any existing cryptocurrency will be able to act as a stable coin to address the US national debt default in June this year. This could lead to a catastrophic crisis in the capital markets. Sikilizeni ndugu zangu, hapa ndiko kuliko na hoja nzito sana ya Madam Doris In. Anasema hivi, kama Pi haitapasi kuwa stable coin yenye thamani ya GCV mpaka ifikapo June, anasema karibu ni haiwezekani kabisa kupatikana kwa cryptocurrency nyingine yoyote ambayo inaweza kutumiwa na taifa la Marekani, kwa sababu nia yao si ni kutumia cryptocurrency kulipa hilo deni la mwezi wa 6. Sasa kama Pi haitaruhusiwa kuwa stable coin kwa sasa kabla ya June, hawawezi kupata cryptocurrency nyingine watakayoitumia kulilipa hilo deni. Na anasema hii
itasababisha tuingie kwenye anguko la kiuchumi kwenye masuala hayo ya markets, capital markets. Itasababisha tuingie kwenye anguko la hilo soko. Sasa ngoja niwafafanulieni kidogo ndugu zangu, ili muweze kuelewa hii. Ndio maana nilisema hii makala ya Madam Doris Inn ya wakati huu wa sasa ni mojawapo ya zile makala zake chache ambazo amewaandikia wasomi. Sasa asipopatikana mtu wa kuichambua na kuinyumbulisha na kuirahisisha, watu hawataelewa.